ndio ishara tosha kuwa umewasili katika mji wa Meru. Mji ambao umeanza kushuhudia tabia za kukera na kukereketa, hasa kutoka kwa wamiliki wa magari ya teksi. Ukidhani kuwa haya ni magari ya kibinafsi, basi tafakari tena. Wamiliki wa magari hayo wamejitwika majukumu ya kuhudumu kama teksi, ili hali hawana idhini wala hawajatekeleza masharti ya kutumia magari yao katika shughuli za uchukuzi wa umma. Wale wako marked wanalipa kila kitu, taxi ya council wanalipa per month. Ule naye alipi kwa sababu yake haina hata yellow line, huwezi jua kama ni taxi, lakini namtafutia pesa na hako kwa biashara nyingine. Madereva wanaozingatia sheria za barabarani katika mji huu wa Meru hutumia muda mwingi kwenye msongamano unaosababishwa na waendeshaji magari ya teksi. Si siri kwa wakazi wa hapa kuwa mengi ya magari haya yanamilikiwa na wafanyikazi wa serikali ambao huwa vigumu kuchukuliwa sheria wakati wa operesheni ya polisi wa trafiki mjini humo. Ile serikali inapiga operation, yani ile kitu ni tangu kushika mangali ambao hasina mwelekeo mzuri katika county, wanashikanga sa maskini. Hii ngali unaona inaandikwa kama Simbi, unaona zingine inaandikwa ngali mpya, maana washiki. Ni swala ambalo pia gavana wa Meru Peter Munya hakusita kulizungumzia, huku akisema kwamba sheria za trafiki lazima zitiliwe maanani. Aliwataka wenye teksi kusita kuvunja sheria za trafiki na kusisitiza kwamba hatua kali zitaanza kuchukuliwa dhidi yao. You want to have a luxury car which you use for yourself to drive around, and at the same time you want to use it to do taxi business. That is not allowed. Ukosefu wa sheria za trafiki za kaunti huenda ndicho kichocheo cha uvunjaji wa sheria za trafiki mjini Meru. Na sasa huenda maji yakazidi unga endapo sheria hizo hazitabuniwa hivi karibuni. Tom Wanjala, Nipashe Wikendi.